Sasa tuombe. Yehova, asante kwa kuwa pamoja nasi. Tunapoenda kuangalia maisha ni nini na mpango wako Mungu wa kutupatia maisha ni upi, na je, tunaishi kwa sababu gani, na mpango wa ukombozi uwe pamoja nasi katika jina la Yesu, amina. Ufunuo 14 mstari wa 6 hadi wa 7. Maisha. Ufunuo 14 mstari wa 6 na wa 7 inasemaje? Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakao juu ya nchi, na kila taifa, kabila na lugha na jamaa. Mstari wa 7 anasemaje? Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi, na bahari na chemichemi za maji. Wapendwa, huu ni wito wa kwenda kula maisha. Amen. Huu ni wito wa kwenda kula maisha. Amen. Yale ambayo Mungu alituandalia pale mwanzo na yakachukuliwa na nguvu za adui, na akatupatia maisha bandia ambayo tunalia nayo kila kunapokucha. Bado Mungu kwa upendo wake anawaita watu wote wa ulimwengu huu, watu wa kila kabila, watu wa kila lugha, watu wa zama zote, yani watu wote, ili mradi kama uliwahi kuzaliwa katika ulimwengu huu, wito huu unakuhusu. Sasa hapa tunakutana makundi mawili. Kundi la kwanza ni la wale ambao wametolewa kwenye maisha, wako duniani, wanaishi maisha bandia ya huyu adui Shetani, lakini Mungu ameweka mpango tena wa kuwarudisha watu katika maisha aliyoyakusudia kabla ya dhambi. Hao watu ambao wanaitwa kula maisha ya uzima wa milele, anawaambia hivi: mcheni Mungu na kumtukuza. Amen. Haleluya. Amen. Mcheni Mungu na kufanya nini? Na kumtukuza. Na anasema hiyo ni injili ya milele. Naam. Injili ya milele ina wito, ina habari njema, ina kusudi la Mungu ndani yake. Injili ya milele inageuza mtazamo. Injili ya milele inawatenga watu katika ulimwengu huu kwa ajili ya kuwapatia tumaini la uzima wa milele, kwa sababu katika ulimwengu tunaoishi tunaishi maisha bandia. Maisha bandia. Kuna kijana mmoja ambaye alikuwa anaishi maisha mazuri. Nilipomuuliza swali moja, nikamuuliza, ndugu, hivi mipango yako ya baadaye ni nini? Akasema, nilimuomba Mungu sana akanipa mali. Kanipa nini? Mali. Nikasema, sasa hiyo mali, baada ya kupata mali unafikiria nini zaidi? Akasema, ninafikiria kufanya biashara kubwa. Nikamuuliza, baada ya kufanya biashara kubwa sana na mafanikio, unafikiria nini zaidi? Akasema, nitanunua magari ya kifahari nami nitaendelea kula maisha. Nikasema, aha, hiyo tu ndio.
Nikamrudisha kwenye kisa fulani cha Biblia ambacho Yesu alimuuliza tajiri mmoja ambaye alikuwa amelima mazao yake na amepanda, amefanikiwa sana. Akamuuliza swali moja, akasema, rafiki, hivi umepanda, umevuna? Moyoni mwake anasema, nitajenga magara makubwa, alafu nitaiambia nafsi yangu, tulia sasa, ule ufaidi dunia, uishi maisha. Yesu akamwambia, mpumbavu wewe, usiku wa leo anakuja kuchukua roho yako. Hayo yote yatakuwa ni ya nani? Leo tunapoongea habari hizi za ujirani mwema, hatuongei habari za maisha haya, tunaongea habari za kurudi nyumbani, ambako Baba kila anayezaliwa anafanya mpango mkakati wa kumtoa katika maisha ya bandia na kumpa maisha yenye ustawi wa milele. Tuliumbwa kuwa wa milele. Tuliumbwa kuwa watu wenye ustawi wa milele. Tuliumbwa kuwa watu wenye furaha ya milele. Tuliumbwa kuwa watu wenye mafanikio ya milele. Yakaondolewa. Wacha tusome fungu kidogo. Injili ya milele. Injili ni kitu gani? Injili ni kitu gani? Warumi 1 mstari wa 16 na 17. Warumi sura ya 1 mstari wa 16 na 17. Neno la Mungu linasema, kwa maana sionei haya Injili. Endelea. Kwa sababu ni uweza wa Mungu. Sionei haya Injili kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa nani? Kwa kila aminiye. Kwa kila aminiye. Kwa Myahudi kwanza. Kwa Myahudi kwanza. Na kwa Myunani pia. Na kwa Myunani pia. 17. Kwa maana haki ya Mungu imedhihirishwa ndani yake. Kwa maana haki ya Mungu imedhihirishwa ndani yake. Ndani yake. Toka imani hata imani. Toka imani hata imani. Kama ilivyoandikwa. Imeandikwaje? Mwenye haki ataishi kwa imani. Mwenye haki ataishi kwa nini? Kwa imani. Hapa hawaongei kwamba Mroma au Msabato au Muislamu au MKKT au MTAG. Anasema hivi, mwenye imani ataishi kwa imani, mwenye haki ataishi kwa imani. Ngoja niwaambieni, tunapoenda kwenye kipengele cha msingi, mwanadamu alipoondolewa kwenye connection na Mungu, akaondolewa akawa ni mtu wa chini, connection yake ikawa ni mambo ya dunia na huyu Mungu wa dunia hii. Shetani anajiita Mungu wa dunia hii. Kwa hiyo makundi mawili, wengine wenye haki wanamcha Mungu, lakini wale wasiomcha Mungu wao wanamcha Mungu wa dunia. Yaani ibada ni lazima ifanyike kwa Mungu mmoja wapo. Tunaposema ibada, aidha unafanya kwa Mungu wa mbinguni au kwa Mungu wa dunia hii. Yaani hizo ni nguvu. Mwanadamu alipotolewa kwenye nguvu ya Mungu, aliondolewa kwenye connection na Mungu. Yesu Kristo alipokuja akaamua kulipa gharama ya adhabu ya mauti ya dhambi, akaamua kufa msalabani, aliwafia watu wote. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tuko hapa, tumekusanyika wote hapa. Madhehebu yetu hayana nafasi. Ninaomba uliweke hilo kichwani. Madhehebu yetu, dini zetu, makanisa yetu katika hili somo la leo hayana nafasi kabisa, bali uhusiano wako wewe na Mungu ndio ambao unaongelewa masaa haya. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu kuna watu ambao wana dini, wana madhehebu,
wana imani zao, lakini bado wanamwabudu na kumcha Mungu wa dunia hii. Yesu alichokuja kukifanya kwa ufupi ni hiki. Wengi tumezoea, hata nyimbo zimeimbwa hapa, Yesu amekuja kutukomboa, kutupatia ushindi wa dhambi. Yesu amekuja kutuokoa. Hilo limekuwa ni neno ambalo lipo katika midomo ya watu, lakini nguvu ya injili wengi hawaijui. Nguvu ya injili iko hivi: inawatoa watu kutoka kuwa watu wa dini, inawageuza kuwa watu wa haki, wacha Mungu. Ninarudia. Amen. Injili ya milele inawatoa watu kwenye utu wa kale wa dini, wa imani na udhehebu na dini zao, inawageuza kuwa wacha Mungu. Wacha Mungu ni tofauti na watu wa dini. Unaweza ukawa mtu wa dini ila usiwe mcha Mungu. Ndio maana tunasema siku ya leo ya ujirani mwema ni sauti ya kuwakusanya tena ya Mungu, kuwakusanya watu wote kutoka katika kila dhehebu, kila kanisa, kila dini, kila mifumo, kuwatengeneza kundi la wenye haki, wacha Mungu. Hiyo haki inapatikanaje? Hiyo haki inapatikanaje? Haki ya kuitwa mtu wa Mungu ni kwa kumwamini Yesu. Yohana sura ya 1 mstari wa 12 hadi 13. Twende haraka hapo. 12. Yohana sura ya 1 mstari wa 12 hadi 13. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa nani? Wa Mungu. Aha. Ndio wale waliaminio jina lake. Ndio wale waliaminio jina lake. 13. Endelea. Walizaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili. Waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili, bali wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa mapenzi ya Mungu. Tunachokiona hapo, Mungu anarudisha taifa lake tena. Mungu anarudisha wokovu tena. Mungu anarudisha kilichopotea kwa mwanadamu tena. Hapo hakuna makundi. Mara nyingi watu wamefundisha injili, wamefundisha dini, wamefundisha udhehebu. Ngoja nikwambie rafiki, habari njema, injili ya milele inawafundisha watu kuzaliwa, kuwa watoto wa Mungu, kurudisha kilichopotea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikiliza. Ngoja nikwambie habari hizi. Unapomwamini Yesu, nini kinatokea? Unapomwamini Yesu, nini kinatokea? Unapomwamini Yesu, baada ya kusikia ujumbe wa injili, Yesu anaingia ndani ya mtu. Maana yake ni hii: Roho Mtakatifu anaingia ndani ya mtu. Akiingia ndani ya mtu, ule ubinadamu unakufa. Amen. Yesu anazaliwa ndani. Amen. Na nguvu ya Mungu inaanza kutenda kazi. Amen. Ninarudia. Mtu anapomwamini Yesu, na hilo litafanyika leo. Na leo hapa kuna watu watazaliwa hapa. Unapomwamini Yesu, ukakubali mamlaka na uweza wake, Roho Mtakatifu anaingia ndani ya mtu. Akiingia ndani ya mtu, huyo mtu anabadilishwa, anapewa tabia ya nani? Ya Mungu ndani ya maisha yake. Huo ndio Ukristo. Amen. Hiyo ndio injili. Mtu aliyekuwa jambazi anabadilishwa na kuwa mhubiri wa injili.
Amen. Mtu aliyekuwa mwasherati anabadilishwa anakuwa mhubiri wa Injili. Mtu ambaye alikuwa na uraibu wa madawa ya kulevya anabadilishwa anakuwa na nguvu ya kuchukia madawa ya kulevya. Amen. Mtu ambaye alikuwa ni mchawi anabadilishwa, anapewa tabia ya upendo na tabia ya kimungu. Amen. Mtu ambaye alikuwa na kiburi anajivuna, malingo na kila tabia ya dunia hii anabadilishwa. Ngoja nikwambie mpendo, wakati mwingine tumedanganywa na dini. Kwa hiyo dini zimekuwa ni makaburi ya kutufungia. Mara nyingi tumedanganywa na dini. Dini zimekuwa ni makaburi ya kuwafungia watu. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu wengi wako katika dini na madhehebu mbalimbali, lakini hawajakutana na nguvu ya Mungu. They are not connected with God. Hawana muunganiko na Mungu. Tabia, mawazo, nia ni za dunia hii. Amen. Sasa sikiliza. Tunapoenda katika huduma hii ya kufunga historia ya ulimwengu, ni makundi mawili tu yanaenda kugawanyika. Haleluya. Amen. Wageni nipungieni mkono siku ya leo. Nipungieni mkono. Haleluya. Wakati mwingine tumekuwa na mizozano ya dini. Wewe msabato, wewe ushiki amri 10 za Mungu, wewe unashika, wewe unanena kwa lugha, wewe. Ngoja nikwambie, mambo mengine yote hayo hayatakuwepo kwenye kipimo cha watu wa kwenda mbinguni, ila kipimo kimoja ni kwamba maisha yako yametawaliwa na nani. Hivi mnanielewa? Hivi mnanielewa? Injili ngumu hii, lakini hicho ndicho ambacho Mungu anakitafuta kwa watu wa leo. Kilichopotea ni tabia ya Mungu ndani ya mwanadamu. Hicho ndicho kilichopotea. Kilichopotea ni tabia ya Mungu ndani ya moyo wa mtu. Hicho ndicho kilichopotea na ndicho Mungu anachokitafuta. Unaweza ukaambiwa wewe leo ubadili dini, uwe Muislamu, sawa, lakini sio hitaji lako. Unaweza ukaambiwa leo uwe msabato, ni kwetu kwa msabato, lakini kama hujakubaliana hiki, uwe msabato wa dini, msabato wa dini haendi mbinguni. Utasema wewe ni Pentecost, ni sawa, Pentecost wa dini hawezi kwenda. Hakutakuwa na kipimo cha dini, kutakuwa na kipimo cha kwamba nani yuko ndani yako. Na mtu aliniuliza, dhambi ni kitu gani? Nisikia vizuri. Kuna mtu nilimuuliza, dhambi ni nini? Akasema dhambi ni kuvunja amri za Mungu. Aha. Dhambi ni kuvunja amri za Mungu. Nikamuuliza zipi? Akasema zilizoandikwa katika kitabu cha Kutoka 20 mstari wa 1 mpaka 17. Aha. Nikasema hiyo inaweza ikawa iko sawa. Maswali hayo walimuuliza Yesu Mafarisayo. Maswali kama hayo. Yesu, ni amri gani iliyo kubwa kuliko zote kwenye Torati? Yaani kwenye Torati amri gani iliyo kubwa kuliko zote? Akasemaje? Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote na kwa akili zako, na mpende jirani yako kama nafsi. Swali. Sasa hizo amri 10 hizo zinaingiaje hapo? Mungu anachokitafuta ni kwamba ukiwa naye ndani ya moyo wako, usizini, haitakuwa kesi. Usifanye uasherati, haitakuwa mgogoro. Kwa sababu tabia ya Mungu imegeuza moyo wako. Kwa hiyo mawazo na nia ni ya Mungu. Kwa kumpokea Kristo ndani ya moyo wako, unabadilishwa, unazaliwa, unakuwa kiumbe kipya. Huo ndio wokovu. Hapo hakuna dini.
mamlaka aliyopewa Yesu ni mamlaka ya kufukuza nguvu ya mwovu shetani ndani ya maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani mamlaka aliyopewa Yesu kwanza kabisa, mbali na uponyaji, mbali na miujiza, mbali na yote, ni kuondoa nguvu ya dhambi ndani ya maisha ya mtu. Ukilielewa hilo una heri. Amen. Katika wale wanaoandaliwa kwa ajili ya uzima wa milele, wewe hakuna kipingamizi kwako. Amen. Wangapi wananielewa? Asubuhi tulijifunza hivi, kila alichokiumba Mungu alisema ni chema sana. Chema sana maana yake kimekamilika, perfect. Ukimwona mdada ni perfect, ukimwona mwanaume ni perfect, ukimwona mtu yeyote ameumbwa perfect. Ya namna gani? Huyo mtu aliyeumbwa alikuwa hana kasoro. Akifikiria, akiwaza, akitenda, akinena, ni Mungu ndani yake. Kwa hiyo shetani alipomwondoa mwanadamu, shetani akasema Mungu amekosea, vitu vyote Mungu hajaumba vyema. Kwa hiyo Mungu shetani yeye ni negative, ana mawazo hasi na Mungu. Ndio maana leo ndoa, watu nalia, ndoa aliumba ikiwa ni ndoa njema kabisa yenye furaha, lakini leo ndoa nyingi ni majanga. Ni majanga, ni vilio. Hata hapo tulipo ndoa nyingi ni vilio. Hata wengine hapo ungewauliza, usiku ulipokuwa unaamka na kuja, asubuhi unaamka na kuja huku, umeacha vipi? Kuna watu wametoka katika magodoro yaliyoloa machozi, wapendwa. Mungu hakuumba hivyo. Hakuumba hivyo. Kuna majeruhi mengi katika ndoa. Kuna majeruhi mengi katika mahusiano. Vijana katika mahusiano kila wakati wanaumizana, wanajeruhiana. Haukuwa mpango wa Mungu. Na inafika sasa hivi mpaka mabinti wanasema kuna haja ya kuolewa kama maisha nyingi kama haya, kwa sababu huko ameumizwa, huku kaumizwa, huku kaumizwa. Yaani yeye ni wa majanga. Mwishoni akasemaje? Anasema mimi ni wa majanga tu. Hapana, Mungu hajaumba majanga. Haleluya. Sikilizeni wapendwa, ngoja niwaambieni. Huyu Yesu ukimpokea, yeye ni mwenye mamlaka. Amen. Mathayo 28 na mstari wa 18, kuna kitu fulani kiko pale. Mathayo 28 mstari wa 18, nasemaje? 18, neno la Mungu linasema. Nasemaje? Yesu akaja kwao akasema nao. Yesu akaja kwao akasema nao. Akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na wapi? Na duniani. Alafu akawaambia, nendeni ulimwenguni kote mkaihubiri Injili, mkiwaambia kwamba Yesu ni mwenye mamlaka. Haleluya. Sasa niwaambieni, wakati mwingine huwa tuelewi hii mamlaka kazi yake. Ndio shida nyingine hiyo. Kuelewa mamlaka ya Yesu na nguvu zake, hiyo nayo ni tatizo lingine. Kuna mtu mmoja, nilikuwa nimeenda kule Mtwara na hubiri Injili kama hii. Kukutana kina mama pale wanaongea wa dini ya Kiislamu. Napenda sana Waislamu, ni marafiki zangu, huwa nahubiri sana kusini. Wakaniambia, mtumishi, kama huyu Mungu wako unayemhubiri anaweza kutatua matatizo yetu tukiwa kwenye dini yetu, kwa kweli tutakaa chini kujifunza. Nikasema, kuna tatizo gani? Akasema, mama mmoja akasema, nina mtoto wangu yuko darasa la 7, anaenda kufanya mtihani, ana mwezi mmoja, anakula, anakunywa, lakini haendi haja zote, si haja ndogo wala haja kubwa. Sikiliza, ngoja niwaambieni wapendwa, dunia hii ukikaa hivi uwezi ukaona kuna watu wanateseka huko. Mtoto huyu alikuwa na akili sana darasani, kwa hiyo wabaya wakamtupia mashetani. Nikamuuliza, hivi unajua kwamba mwezi mzima anakula ndio, anakunywa maji ndio, anakunywa juisi ndio, anakula matunda ndio, ila haendi apate haja zote ndio, mwezi mzima Nikamuuliza, mumeenda wapi na wapi? Wakasema, hapa tulipo tumehangaika
kwa mafundi imeshindikana, tukaenda hospitali wamepima waoni ugonjwa. Juzi hapa kulikuwa na nabii alileta maji pale Mtwara, tumechukua maji na mafuta, tukiangalia kwenye TV tukajua mtoto atakuwa hivi. Hapa tulipo tuna maji na mafuta, lakini hamna mtoto yuko hivyo. Na naenda kufanya mtihani, nikamuuliza anaumwa, akasema haumwi, ila usiku ndo anaumwa tumbo sana, ila asubuhi anapona. Nikamwambia mama, sikiliza, na habari njema leo, na huyu Yesu aliyepewa mamlaka yote. Haleluya. Nikamwambia ukimwamini huyu, angalia dini yako, angalia dhehebu lako, ukimwamini huyo leo, nami sitaomba maombi mengi, nitamwambia tu Baba jifunue kwa huyu naye ajue mamlaka yako. Amen. Niwaambie ni wapendwa, ni huyu Yesu. Unajua wakati mwingine tumehadithia visa vingi vya Biblia. Yaani tunasoma visa vya Biblia, aliponya viwete. Tunapaswa kumdhihirisha Yesu tuliye naye. Yesu ni yeye yule milele zote. Bwana Yesu asifiwe. Injili ya milele inaturudisha kwa Mungu wetu anayeokoa. Nimalize kwa kusema hivi. Yule binti kesho yake nilipoenda wakasema mambo yote yako sawa. Wapendwa, ngoja niwaambieni, Yesu anaposema amepewa mamlaka yote, maana yake dhambi inaondoka, maana yake kila laana na mizigo ya mwovu shetani inaondoka. Yesu analeta tumaini, Yesu analeta uzima, Yesu analeta nguvu, Yesu analeta wokovu, Yesu analeta upendo, Yesu analeta furaha, Yesu analeta uvumilivu, Yesu analeta macho ya kuikata dhambi. Haleluya. Ngoja niwaambieni wapendwa, na habari njema mchana wa leo. Injili ya milele inapohubiriwa, inapokusanya watu, jisikia moyoni mwako kwamba na mimi Mungu naomba unitendee. Ninaomba Baba, wakati mwingine nimedanganywa, wakati mwingine nimefundishwa dini, wakati mwingine nimeshika mafundisho ya dini, lakini Yesu hujakaa ndani ya moyo wangu. Natamani mchana wa leo uweze kuingia kwangu, ubadilishe mawazo yangu, ubadilishe tamaa zangu, ubadilishe niliyoshindwa, unipatie ushindi. Utarudi kama ulivyo, utarudi nyumbani ukiwa na furaha. Alafu mwambie Mungu nifundishe. Haleluya. Alafu utakaa naye, utajifunza habari zake, atakufundisha maana ya upendo ni nini, kwamba mpende Mungu wako na mpende jirani yako. Maana yake nini? Amri zote zile ziko naeleza upendo. Ukimpenda Mungu hutaabudu sanamu, ukimpenda Mungu hutatukana wengine, ukimpenda Mungu hutatii wazazi, ukimpenda Mungu hutazini, ukimpenda Mungu hutaiba, kwa sababu tabia ya Mungu ya upendo iko ndani yako. Ukimpenda Mungu hutasumbuka eti nenda Sabato kaabudu Sabato. Hapana, utasoma neno na neno litakwambia. Wapendwa, kinachotakiwa ni kukubali nguvu ya Mungu, to be connected, kuunganishwa naye. Walipokuwa kina Yusufu waliunganishwa naye, walipokuwa wanafanyiwa ukora wazi na Yusufu aliyeona, Yusufu aliyekuwa connected na mbingu, Yusufu ambaye dishi lake lilikuwa limeunganishwa na mbingu, aliona dhambi, alitazama dhambi, akasema nitendeje ubaya huu nimkosee Mungu. Mchana wa leo, marafiki zangu na wapendwa majirani zangu, tuna habari njema za kukusanya watu, kuwapeleka katika tumaini la uzima wa milele, wapate maisha ambayo ni maisha ambayo Mungu aliyakusudia. Shetani, mwizi, mkora, tapeli anaweza kukuacha katika dini, lakini huku umedanganywa. Anaweza kukuacha katika dini huku naenda kwa waganga. Anaweza kukuacha katika dini huku umefunga ilizi. Anaweza kukuacha katika dini huku unatembea na maji, una chupa za maji, una chupa za mafuta ya upako.
ngoja nikwambie mpendwa, utatembea nazo, lakini Baba anahitaji atawale maisha yako. Amen. Injili ya milele inawaita watu kwanza maisha upya. Injili ya milele inawaunganisha watu wote wa kabila zote na jamaa zote. Injili ya milele haina mitafaruku. Injili ya milele haina nguvu ya kuwatoa watu tena katika uweza na kuwapeleka kuonewa. Injili ya milele ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Injili ya milele ni uweza ibadilishayo. Mungu anatuita mchana wa leo. Amina. Mchana wa leo Mungu anatuita. Mchana wa leo na Mungu anatuita. Hapa tumetembea Kinyerezi, tumefundisha ujumbe. Watu wamepita nyumba kwa nyumba, wameomba, watu wameombewa, watu wamefunuliwa ukweli, watu wamesoma vitabu, watu wamejifunza, macho yamefunguka, wameona mbele, wanaona mahitaji ya Mungu, wanaona nguvu ya Mungu. Siku ya leo ni siku ambayo Bwana anatengeneza kundi lake tena. Siku ya leo ni siku ambayo Mungu anatengeneza watoto wake tena. Anawaandaa, anauliza swali, dada, wewe kweli na dini yako, kweli na dhehebu lako, lakini dada, wewe huna dini, unaenda kwa waganga, lakini kaka, wewe kweli na dini yako. Swali, nikija leo, nikipima maisha yako, ninapomulika ndani ya moyo wako, ninapomulika maneno, mawazo, ninapoingia ndani yako, ninaona kitu gani mpendwa? Wakati ulimwengu unafika mwisho, wakati nguvu ya mbinguni inatikisika, wakati vita vinaenea kila kona, wakati magonjwa kila kona, wakati matetesi ya vita kila sehemu yanaendelea, unabii unatimia, manabii wanatokea, wamekamatisha watu, wanategemea chumvi, wengine sabuni, wengine, ngoja nikwambie mpendwa, kuna ilizi za kiroho na ilizi za madunguli, zote zinafanya kazi moja. Ukitembea na chumvi kiunoni, ukitembea na chumvi kwenye pochi, ukitembea na chumvi katika shingo yako umefunga, ukitembea na maji, swali, umeweka tumaini lako kwa nani? Weka tumaini lako kwa Mungu. Jioni ya leo na mchana wa leo Baba anawaita tena. Haleluya. Sikiliza, ngoja niwaambieni wapendwa, moyo wangu na amani sana siku ya leo, kwa sababu nimeona hapa kuna watu wengi ambao ndani ya mioyo yao wanakiri kabisa kwamba kama si Mungu, mimi maisha yangu hayataweza kuwa yalivyo. Kama si Mungu kuingilia kati, sioni mbele yangu. Kama si Mungu kufanya muujiza leo, bado naona giza. Pendwa, ngoja nikwambie, siku ya leo ni siku yako. Haleluya. Siku ya leo ni siku yako. Amen. Siku ya leo ni siku yako. Hilo tatizo ambalo limekaa kwako sio lako, kwa sababu Mungu anaweza, amepewa mamlaka. Wewe unganishwa naye, uandaliwe kwa ajili ya kukaa naye, naye atakupa nguvu ya kushinda. Ukiwa na Yesu, hata ukipita kwenye majaribu, ukipita naye, kwako ni faida. Ukiwa na Yesu, hata uwe na mzigo mkubwa kiasi gani, yeye alibeba mzigo utakuwa rahisi. Ukiwa na Yesu, hata kama kifo kitakukabili, unakikabili kwa ujasiri, ukijua maisha yako baadaye. Haya tulio nayo wapendwa, sio maisha. Tunapambania uhai tu, kwa sababu kuna wetu walikuwa na maisha, wameacha maisha yao. Nenda kutoa wito. Leo nitatoa wito wa aina mbili. Katika maisha yetu kuna watu ambao wanasema, Mungu nisaidie. Nimetambua maisha yangu kwamba huyu Yesu ambaye alizaliwa kwa ajili ya kumwokoa mwenye dhambi, kuwaweka huru watu kutoka katika dhambi. Kwa kweli mimi ndani ya moyo wangu ninakiri kabisa kwamba nguvu hiyo
haijatenda kazi, bado nina mizigo, bado ninatenda dhambi, bado maisha yangu ya kiroho yanapishana na tabia ya Yesu, bado sioni. Ninaomba Mungu nipe macho ya kuona. Naomba Mungu nipe macho ya kutafakari. Naomba Mungu nipe macho ya ushindi wa dhambi. Mungu yupo, Yesu yupo, alikuja kwa ajili ya kuwakomboa wanadamu. Alilipa dhambi, mauti, alikufa kwa ajili yako. Ana nguvu na uweza wa kukufanya uanze upya. Kuna watu ambao walijitoa kwa ajili ya ubatizo ili waanze upya maisha yao, wawe connected na mbingu, waitazame dhambi kama dhambi, wawe na macho ya kuiona dhambi, wawe na nguvu ya kukataa dhambi, si kwa nguvu zao bali kwa mamlaka ya mbinguni, na wako tayari kwenda kubatizwa, kuanza upya, kufukia na kuzika maisha yao ya kale, waanze upya na nguvu. Kwa maana kuzaliwa ni kwa maji na kwa Roho, kwa imani unazaliwa upya. Wale ambao wanasema Mungu tusaidie, tuko tayari kwenda kubatizwa, kwanza upya maisha, ili Mungu atende kazi ndani ya maisha yetu, atufungulie tuweze kuona, tuweze kushinda. Huu ni wito wa kwanza. Wito wa pili utakuwa ni huu: wale ambao wanasema tumesikia ujumbe wa Injili, tuko tayari kumfuata Kristo kokote aendako. Leo hatutabatizwa, ila tunahitaji kujifunza zaidi. Tunaomba utuombee Mungu atende kazi katika maisha yetu. Hao nao wana nafasi yao. Wale ambao wanataka kutengeneza maisha yao na Kristo, nao watakuwa na wito wao. Kwaya ya kuleta wito iko wapi? Light bearers, naomba mji. Muda wangu umesonga sana, lakini leo ninaamini kabisa kuna watu ambao wanaenda kuzaliwa mara ya pili. Kuna watu ambao wanaenda kuunganishwa naye. Tutaombea changamoto zetu. Mama unalia, Mungu anajua. Baba unalia, Mungu anajua. Unapitia katika changamoto gani? Baba anajua. Nguvu na uweza na mamlaka za kumtoa mtu katika mizigo ya dhambi, Baba ana uwezo. Tunapoenda, wimbo unapoimbwa, ninaona mioyo ya watu wengi ambao kweli wanatafuta nguvu ya Mungu katika maisha yao. Ninaona watu wengi ambao wanasema Mungu tusaidie, isingelikuwa siku ya leo ningepotea milele. Ninaona watu wengi ambao wanasema Mungu tusaidie, tunahitaji nguvu yako, tunahitaji kwanza upya. Ninaona mioyo ya watu ambao wanasema pamoja na yote mimi natoka kama nilivyo, Mungu awe mtawala wangu, anisaidie, anipitishe katika majaribu nayopitia kwa ushindi mkubwa, na wako tayari kuungana naye. Katika wewe naimba, unaweza kupita hapa mbele kwa ujasiri, kwa sababu tutaenda kukuombea, tutakuweka wakfu kwa Mungu, lakini kuna jambo litaenda kutendeka maishani mwako. Mungu anaita watu wake, Mungu anakusanya watu wake wakulifu uzima milele. Wengine wote mnaweza mkasimama, wengine wote simameni. Wimbo unapoimbwa, tembea kwa ujasiri. Unayetoa maisha yako kwa Kristo, tembea kwa ujasiri. Mungu amekuona, Mungu ameona kilio chako, Mungu ameona mapito yako. Tembea kwa ujasiri, Mungu yupo kwa ajili yako. Yeah,
Sauti ya upole inaita masikioni mwako, usikatae. Sogea nawe mwambie Bwana, nami nakuja kwako leo. Toa maisha yako kwa Kristo.